Yesu asifiwe kanisa. Kipekee mimi namshukuru Mungu kwa kweli. Nilikuwa nakuja hapa namlilia Mungu. Nilikuwa kuna roho ya panya sijui ilikuwa imetumwa kwangu. Inakula nguo. Imemaliza. Unakimbilia kabatini au sandukuni nguo haikuvaa mna? Kwa kijora hamna. Sina hata kijora kimoja. Hata kijora wamekula. Haifai hata kuvaa. Ukiweka ndani hata kama ni chips umefunika. Panya wanafunua. Wamekula pembeni kote, wamefungua hivi wanakula. Panya wanafungua paka hotpot. Na ni chips ya kuweka. Chips ni nini eti? Ndogo ya kuweka. Sio chips ya kudu, mimi nafikiria chips. Asante, mimi nafikiria ile ya kuchoma na uma. Kumbe ile ndio ya 10. Ndio. Wanatoboa na kula unga. Kama nimeenda kutonga hamna. Imekula yani tutafanyaje, utapika tu hivyo. Kama nimeenda sokoni nimechukua viungo. Unakuta viungo. Yes. Hata ukificha. Nikificha hata nikiweka juu. Nagongea msumari naweka juu. Wanapanda mpaka juu wanafuata. Baadaye ukichukua yani ukiweka anapanda kwenye msumari wanadumbukia kwenye mfuko. Wanakula. Yani baba nimeteseka na opanya. Bwana namshukuru Mungu nilikuja Jumapili. Kuna mdada yuko hapa. Panya wako kwake lakini sio panya, ni panya mtu. Panya mtu. Nikasema hii ni panya mtu. Wamenifilisi kweli. Wamemfilisi nao. Kwanza nilitumwa roho ambaye nikiweka hela ndani. Yaani unajua mimi hela ndani baadaye ukifuata ukienda kuchukua hela fungua sehemu ulikoweka hamna hela. Yaani unaficha hela. Ukienda baadaye kufungua kwenye draw. Yaani siku umekaa siku mbili unafuata hiyo hela labda kuna kitu unaenda kuchukua ukienda hamna hela. Na hujui imeenda wapi? Sijui. Kama shilingi ukiweka unakuta hamna. Mara ya kwanza nilitumiaga 80,000 nikaweka ndani. Baadaye kutafuta namba chukua hiyo hela peleka sehemu fulani. Fuata hela. Mwambie mume wangu hamna eti hela ndani. Mbona hizo roho? Ijumaa na shule kwa kama mama. Na juzi ilikuwa Jumamosi. Wiki iliyopita kwanza ulikuja nikawa unashughulikia habari ya nyoka kwenye mikono yako. Ndio. Ulienda kuona huo nyoka? Nimemuua Jumapili, nilikuja saa 6 kanisani. Naongea na watu waliolala. Nataka kila roho ya nyoka nyumbani kwako wakatoke. Sema fire! Wiki iliyopita nilikuwa nashughulikia habari ya nyoka, nafikiri ulishipa kule nchi ile roho ikikimbia. Nikatamka na pia mkini ulikuwa usikii wewe. Nikasema huo nyoka kajulikana akaonekane au wawe. Umekuta wapi huo nyoka? Jumamosi nilikuwa nakandika nyumba, nilikuwa naandika nikatoba sehemu nyoka akatoka. Nyoka akatoka? Na nimesema kuna nyoka. Ndio. Naenda natafuta fimbo, chukua tu fimbo tumpige nyoka akapotea. Anapotea. Tafuta anapotea. Tukaenda nikafurumua kila kitu. Ukafurumua kila kitu leta sebuleni. Paka sebuleni. Uone nyoka. Nikafagia chumba. Nifagia hivi nikaona nyoka, nikamwagia chumvi. Geuka chukua fimbo, hayupo. Usiku kwani nililala. Sio nyoka wa kawaida. Kuna nyoka aina mbili. Kuna nyoka kabisa wa porini hawa. Hamna shida, najua kuna wanyama. Lakini kuna nyoka ni nyoka wa kichawi. Ndio nashughulika nao leo mpaka Ijumaa. Tumoja aseme wafe. Baada ya kutamka ukaenda kuona ulikuwa uwaoni wewe? Hapana. Baada ya kutamka ukaiona. Ndio. Nini kimetokea? Jumamosi usiku. Uko unanitumia message kwamba baba wa nyoka. Nikakutamkia nikakwambia na kutamkia. Hawatakufanya kitu na watapatikana. Sasa ile usiku sasa wale panya kabla sijamuua nyoka maana nilimkosa ile usiku nzima. Kesho yake sasa Jumapili juzi ndo nilimuua. Kuanzia saa 5:30 ndio natoka nje ibadani Jumapili. Jumapili. Ibada ya Jumapili. Wangapi wamebarikiwa na ibada ya Jumapili? Natamka wiki hii adui zako watalia na kona zote amani itatokea. Siku sasa baada ya kukosa nyoka, kaomba nikalala lakini natetemeka maana bado sijamuua nyoka. Hujaona? Baba anakuambia juu ya bati. Utalala tena. Juu ya bati. Ukaona nyoka juu ya bati? Panya sasa nimelala. Panya anashuka kwenye miguu yangu. Baada ya maombi ya Jumapili. Jumamosi. Nikahisi labda ndo walikuwa hao panya wananiaga. Wapili tena akashuka. Usiku umelala hivi? Saa 6 nimelala. Wanadondoka lakini sina usingizi. Unakodoa tu macho. Panya wanadondoka juu ya bati. Wanashuka. Sasa nasema hao panya wanatoka. Nikaomba roho ya hofu ikanijia, sina amani. Maana bado sijamuua huyo nyoka kwa nyoka na panya bado wapo. Akidondoka akidondoka mimi nikajua ni nyoka. Ile usiku sasa wakashuka kama panya hao wawili.
Jumapili nikafanya tu kazi zangu, nikaenda majani, nikarudi. Kuna roho inaniambia usiende ibadani, kuna nyingine inaniambia nenda. Nikaja tu nikasema shinda kwa jina la Yesu, ngoja niende ibadani. Nikaoga, nikamaliza, nikavaa, nikamwambia mtoto wangu, nenda chumbani kanileteni ni mkanda wa gauni. Anafika, mama huyu hapa, huyo nyoka. Huyo hapa huyo nyoka. Nikamwambia acha utande, akaniambia kia Mungu mama nyoka huyo hapa. Kwenda huko chumbani nikamkuta. Tukamtwanga, mkawatwanga. Hasira zote manasi. Natamka kila nyoka wa kichawi watwangwe. Sema nikitoka hapa watwangwe. Uko tayari nikupe nguvu kama twange? Mkamtwanga. Nilimtwanga ile Jumapili. Na nimekutamkia nikikwambia hata kufanya kitu. Nilimtwanga ile Jumapili. Ukaja kanisani. Nikaja sasa na dakika 21 ndio nafika. Saa 6. Acha. Umechelewa acha. Nimechelewa tu lakini nimefika tu, nikasema naenda. Naenda tu. Naenda hivyo. Ulipofika panya wakaenda wakafa. Jumapili nikatoka zangu nikaenda sokoni, nikasaga vitu vyangu nikaleta. Nikaeka hapo. Kwani panya wamekula? Sijatundika hata nimeweka tu. Yaani nyoka amekufa. Na panya. Na panya waliopotea. Hawa. Panya ya. Ninatamka kinabii, pokea panya wa uharibifu. Roho ya uharibifu ihame. Sema leo roho ya uharibifu hama kwa jina la Yesu. Baba kweli mimi namshukuru Mungu, maana Mungu alinitumia hela vibarua, aliweka shambani kibarua, ameniambia mwaka huu pumzika. Kaeka vibarua shambani akanitumia hela. Mungu ampe mume wako roho ya kukupumzisha kwa mambo fulani. Nilikuwa nasemaje? Pata kibali mbele ya mumeo. Pata kibali mbele ya mkeo. Pata kibali mbele ya watoto wako. Pata kibali. Yaani mtu anasema mama mwaka huu usiende shambani, tulia. Baba asema mwaka huu mke wangu pendeza, tukula ni fry. Akanitumia hela, nikaenda kutoa hela vibarua. Ni Ijumaa sasa ndio vita ilikuwa imewaka kule kazini kwa mume wangu. Alikuwa anaombea kwamba hiyo roho hawatamuua. Ndio. Nilikuwa naiona roho ya unikamwambia kuna roho ya ujambazi. Na kuwekea sumu kwenye. Na roho ya kuwekea sumu kwenye chakula. Ndio. Nikatamka vitu viwili. Nikasema haitafanikiwa. Mume wako hawatamuua. Roho ya ujambazi haitafanikiwa. Jamani, msipuuze hizi ibada. Tunateguaga mitego za watu kufa vibao hujawahi kuona. Sisi yaani kuna vitu tunaharibu. Unaona wiki iliyopita tulishuhudia, unaona Jumapili tulishuhudia. Mlipotaka simlisikia mambo sio hali nzuri, sio nzuri. Wewe ukajua mangapi Mungu amekuepusha. Hata kama utakuja badani kuna mambo, lakini usiogope, kuna kitu Mungu anakwenda kutegua mbele yako. Nikategua roho ya mauti kwa mmeo. Ndio ulitegua. Ilikuwa sasa ulivyotegua hapa, nafika nyumbani kulikuwa na 60 vibarua. Nimefungua tu kwenye mtandao wa kijora, nikafunga nikaweka chini ya foronya. Naenda nachukua kitanda. Unaweka chini ya foronya? Kumbe niko huku kanisani, panya wanakula 60. Haifai hata mpaka begi. Unaona panya mtu? Yaani unafunga hela, unaenda kuficha, panya anafuata. Wewe ni panya kweli? Umefungia kwenye nguo? Nimefunga kwenye mtandao. Wamekula kwenye ufilisi. Nimefunga tu hivi kwenye mtandao, nikaweka chini ya foronya. Nafika nyumbani, naenda chumbani, nakuta wamengatengatia kitandani hapo, wametoa wamekata. Yaani utafikiri imepitishwa wembe. Imekatoka tapeleka benki, haifai. 60 yote imeenda. Baada ya kutamka panya wapo kweli, namshukuru. Yaani nimetamka neno moja Jumapili. Panya wamekufa. Nyoka niliyesema amepatikana. Amekufa naye. Leo mambo shwari, nalala kwa amani. Usikia hata kedekede. Hapana. Na paka hakuna paka. Hamna panya tena. Neno moja nimetamka ibadani. Panya wamekufa. Nyoka amepatikana, amekufa. Pesa sasa hivi ukiweka inakaa. Unga ukiweka. Sasa hivi nilipoleta viungo hawajala tena. Bado sijaweka ila ndani nijue. Panya wapo tena ndani. Hawapo siwaoni. Umekuta wamekufa. Ndio chakula wanakuja na kuchekea hapo. Wanacheza hapo mbele yako. Fanya tunafanyaje? Yaani muda wa kula. Sasa mnakula. Yaani nimepika chakula jikoni, nimekuja ndani nakaa na watoto nikawagaia watoto tunakula. Panya wanakuja wanacheza, wanarudi, ukinyanyua fimbo wanarudi. Kinyanyua fimbo wanarudi. Yaani unakula unacheza. Wanakuchezea hapo. Umesikia mwanzo unatoa ushuhuda. Unaona unaweka 180 unakuta imeliwa na panya. Unajisikiaje? Mahala kwa amani. Na Mungu inakaa salama. Na pesa zinakaa. Na mume wako vita kazini? Zimepungua. Na milango yake inaenda. Ndio. Na anafanya biashara vizuri. Angalau vizuri, kuna vitu juzi tunaingiza. Usiseme unaingiza kidogo.
Milango naomba milango yote ulete Ijumaa hapa nitamkie. Nimesema saa ile kila wakipiga wataambiwa wrong ili wasione mtakachofanya. Kama neno moja ikaleta panya wafi, neno moja ikaleta joka leo kwenye ardhi.